Ya, nashukuru sana. Tumepata nafasi ya kuipokea timu kwa mara nyingine tena. Nadhani kwa Dodoma ni bahati yetu tena. Kama mratibu wa mkoa wa Dodoma, wa matawi yote ya Dodoma, tumepata neema ya kupokea timu. Sio jukumu dogo, kwa sababu tunatakiwa kuhakikisha kwamba umehamasisha vijana, mashabiki wameweza kufika kwa wingi katika uwanja huu ili kuiongezea nguvu timu yetu kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi. Yale yanayotuhusu sisi kama mashabiki na wanachama, ni wajibu wetu kuyafanya, kujitokeza kwa wingi, kwenda kuipa nguvu timu yetu, na naamini inshallah hiyo siku ya Jumamosi tutapata pointi 3 muhimu. Na Dodoma hatujawahi kuwaangusha. Dodoma tumekuwa hatujawahi kuangusha na hatutaangusha, hasa katika wakati huu muhimu wa kuhitaji pointi 3. Tawi lako limekuwa kubwa kiasi ambacho nasikia limezaa tawi jingine. Kwako ni faraja kiasi? Ya, actually unapokuwa wakati tumeanzisha tawi la Dodoma makao makuu, tulikuwa tuna vision ya kufikia watu wengi zaidi. Kwa kweli tawi langu limefikia watu wanachama 500, ambayo kikatiba ni hauhitaji kuvuka tawi ya wanachama 500. Kwa hiyo ikabidi tuanzishe tena tawi lingine kwa maana ya kusajili wanachama wengine ambao likazaliwa na tawi la makao makuu. Kwa hiyo ni furaha na faida kwa klabu yetu ya Yanga kuendelea kupata matawi mengi zaidi, na hiyo ndo kazi ambayo tunahitaji kuifanya, waratibu wote kuongeza matawi yawe mengi kadri iwezekanavyo. Sio tu kuwa na matawi, lakini pia kuwa na wanachama ambao wanalipa ada zao kwa wakati. Kwa hiyo tujitahidi sana wanachama, kila mwanachama hakikishe katika tawi alilopo analipa ada yake. Huo ndio uhai wa klabu yetu. Sio tu kulalamika timu haifanyi vizuri, timu sijui tumlete kocha gani asiletwe bila kulipa. Hiyo tunakuwa tunafanya kazi bure. Kwa hiyo tulipe ada zetu ili tupate mamlaka ya kuhoji, lakini pia mamlaka ya kuamua juu ya klabu yetu.